Warigani mwana familia wangu, ni time nyingine poa tunakutana hapa Bongo Vibe TV kuweza kubadilishana na kujuzana machache kati ya mengi ya kimichezo ambayo yameweza kujiri mezani kwetu muda huu hapa. Na kubwa kuliko, tunakwenda kuangazia kile kinachoendelea ndani ya Yanga Sports Club. Mbwana, unaambiwa ya kwamba kuelekea kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili, klabu ya Yanga mapema wamekwisha anza mazungumzo na nyota mbalimbali ili kuhakikisha wanakuja kuwapata ama kuwasajili kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili ili kuongeza nguvu kwenye kikosi chao hiko ambacho kinaonekana kwa namna moja ama nyingine bado kinapitia changamoto za hapa na pale. Na kuna majina ya nyota mbalimbali kutokea hapa barani Afrika klabu ya Yanga wamekwisha weza kuanza mazungumzo nao, lakini pia kuna wachezaji ambao klabu ya Yanga wamekwisha weza kumalizana nao kwa asilimia mpaka 80. Hivyo tegemea dirisha kubwa la usajili kuiona klabu ya Yanga ikishusha vyuma mbalimbali ambavyo vitakuja kuongeza nguvu kwenye kikosi chao hiko. Na kubwa kuliko ambalo nimevutiwa nalo mpaka nataka nikusogezee naye uweze kufahamu ni kuhusiana na jina la huyu mchezaji ambaye klabu ya Yanga inaelezwa kwamba wamekwisha weza kumalizana naye. Huyu mchezaji ni baraa jipya endapo atakuja kutoka kwenye kikosi hiko cha klabu ya Yanga, lakini pia ni baraa jipya katika ligi kuu ya NBC Tanzania bara endapo mchezaji huyu atashuka kwenye kikosi hiko cha wananchi. Huyu ni miongoni mwa nyota hatari kweli na wachezaji makatili kweli anapokuwa uwanjani. Sifa yake kubwa speed, kasi, lakini pia umaridadi anapokuwa uwanjani ndicho kitu ambacho uongozi wa klabu ya Yanga chini ya rais wake Engineer Hersi Said umeweza kukiona kwa mchezaji huyu mpaka kufikia hatua ya kuanza mazungumzo naye. Jina lake niko nalo hapa mwanamchezo wangu na nitakuja kukusogezea moja kwa moja ili naye uweze kufahamu ni mchezaji gani huyu ambaye klabu ya Yanga mambo yamekwisha weza kwenda fresh kabisa kati yao pamoja na mambo mbalimbali kuhusiana na nyota huyu. Sasa kabla sijaje kukusogezea moja kwa moja ili naye mwanamchezo wangu uweze kumfahamu mchezaji huyu ambaye jina lake niko nalo hapa, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi kabisa. Kama wewe hii ndo mara yako ya kwanza unajiunga nasi hapa Bongo Vibe TV alafu bado hauja subscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli kabisa wewe ulikuwa unapitwa na taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe na kukujuza wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa zetu zote mpya za kimichezo, swala ni jepesi kabisa mwana familia wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada ya hapo hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwana familia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina taarifa mpya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe na kukujuza moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Ukifanya hivyo hautakaa kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekushaweza kukusogezea na kukuhabarisha habari mpya ya kimichezo. Na jukumu lako mama linasalia kuwa jepesi kabisa mwana familia wangu, kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekujuza na kukusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie jina la nyota huyu ambaye klabu ya Yanga inaelezwa kwamba tayari huko mambo yamekuwa fresh kabisa, mambo yanakwenda vizuri. Bwana, taarifa niliyokuwa nayo hapa inasema ya kwamba klabu ya Yanga imefungua mazungumzo rasmi na kambi ya winga hatari wa ASEC Mimosas Suleimani Fofana, huku ikiwa kwenye mipango ya kuimarisha kikosi chake kuelekea dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu hapa. Taarifa kutoka vyanzo vya soka barani Afrika zinaonyesha kuwa Yanga inavutiwa na uwezo wa Fofana ambaye amekuwa akionekana kama nyota anayesifika kwa kasi, ubunifu na uwezo wa kufunga mabao akiwa na ASEC Mimosas. Nyota huyo chipukizi wa Ivory Coast amevutia vilabu kadhaa kutokana na msimu mzuri alioonyesha na hivyo kufanya mazungumzo na Yanga kuwa ya kufuatilia kwa karibu mno. Vyanzo vya soka vilivyofuatilia ligi ya ASEC Mimosas vinathibitisha kuwa Fofana ni mmoja wa wachezaji wanaopewa sifa kubwa kutokana na kasi yake, akili ya mchezo, umaliziaji mzuri na uwezo wa kucheza nafasi mbalimbali za mbele. Hivyo
kufanya klabu Yanga washawishike kwa asilimia kubwa kufuatilia dili la mchezaji huyu Fofana aweze kuja kutua kwenye kikosi chao hiko cha wananchi. Mbali na hayo, lakini pia mchezaji huyu Fofana ameweza kufunga magoli 11 na kutoa assist za magoli 5. Kwa takwimu hizi zinathibitisha kwamba huyu mchezaji ni miongoni mwa wachezaji makatili kweli anapolikaribia lango la pinzani. Magoli 11 na assist 5, jumla ya magoli 16 ambayo aliweza kuhusika mpaka sasa hivi akiwa na timu yake ya ASEC Mimosas na ushiriki ligi kuu ya hapo nchini Ivory Coast. Ni miongoni ya sajili ambao klabu ya Yanga wanaitolea macho kweli na wanaifuatilia kwa ukaribu ili kuhakikisha nyota huyu anakuja kutua ndani ya viunga hivyo vya Jangwani. Una maoni gani mwana mchezo wangu kuhusiana na hiki? Njoo tuandike kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu.